Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia na uko kwenye vitabu vya dunia chini ya shirika la UNESCO. Kwa ni lazima sisi ambao tumeshushiwa Ngorongoro na Mwenyezi Mungu tulinde urithi huu wa dunia. Ni eneo pekee ambalo lina ukubwa au kina cha mita 600 kwenda chini, na ikazuka hiyo kreta kwa miujiza ya Mungu. Na leo mambo yale yapo Tanzania, lakini si tu matokeo yale na utajiri uliomo kwenye eneo lile, lakini vile vile ni eneo ambalo bayanuai yake ni nzuri na haina ushindani duniani. Kuna wanyama wa aina zote, wanaokula majani na wanaokula wenzao, na kwa bahati mbaya wanakula hata watu. Tumeona kwenye filamu iliyoonyeshwa hapa. Lakini kuna wanyama wanaokula majani, tuna ndege wazuri tumewaona hapa, flamingo. Kuna vivutio vingi ambavyo si rahisi kuvikuta kwengine duniani kwenye bonde moja, si rahisi. Lakini jengine ni kwamba kuna ushahidi wa uwepo wa historia ya mwanadamu miaka milioni 3 iliyopita. Ushahidi uko pale maeneo ya Odupai, lakini pia Laetoli. Ni eneo muhimu la kuhifadhiwa kwa faida ya taifa letu, lakini pia kwa faida ya dunia. Ushahidi uko pale, wanasayansi wamefanya utafiti wao miaka kadhaa na mambo yote yako pale. Lakini pia Ngorongoro ni eneo lenye misitu ya aina nyingi. Hata tulivyoona tu kwenye ile filamu, ukiangalia tu unafurahi moyo wako msitu ulivyotanda Ngorongoro. Kuna savana, kuna woodlands, kuna maeneo ya misitu mengine, lakini pia kuna maeneo ya volkano ambazo nyingine zinaaminika bado ziko hai pale Mpakai na Olmote. Kwa hiyo ni eneo la kuhifadhiwa, ni eneo la kunyenyekewa kwa faida ya taifa, lakini kwa faida pia ya ulimwengu au dunia yetu. Ngorongoro ni eneo la kufanyia ibada na tamaduni za wenyeji wetu. Ina maana kuna watu wako Ngorongoro. Kwa hiyo watu pia ni asset. Tuna asset ya Ngorongoro kama creator fiziki yenyewe ya Ngorongoro, lakini pia watu waliomo mle na wenyewe ni asset yetu ambayo ina manufaa kwa taifa letu.